Mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, Jaji Mohamed Chande amesema kauli mbiu ya matamko mbalimbali kutoka kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati yalichochea vurugu, kwani walitumia changamoto za wananchi kama fursa za kuwashawishi kushiriki ghasia hizo. Tume imebaini kulikuwa na vichocheo vikubwa vitatu vya kufanya ghasia. Mitandao ya kijamii, amesema mitandao ilitumika kabla na baada ya uchaguzi mkuu na wabuni mada ambao walihamasisha watu wasishiriki katika uchaguzi mkuu au kuhakikisha haufanyiki. Kauli mbiu, amesema baada ya wanasiasa walihamasishwa watu kufanya ghasia kwa kutumia kauli mbiu kama no reform no election, Oktoba hatutiki, Oktoba tunatoka, tumedhamiria uchaguzi hautofanyika, Samia must go, tunataka kukomboa nchi yetu, hakuna uchaguzi chini ya serikali hii, tunahakikisha nchi haisimami, hatutakuwa na uchunguzi bila mabadiliko ya mfumo, serikali imepoteza uhalali, serikali iondoke, wagombea sio halali. Wanasiasa kundi la tatu la vichocheo ni baadhi ya maeneo ya nchi ambapo wagombea viti vya udiwani na wabunge ambao waliona ghasia zinawasaidia kudai mabadiliko ya mfumo na kupata wagombea ndani ya vyama vyao na waliohamasisha wafuasi hao kufanya hasi. Tume imepata ushahidi kuwa matukio ya vurugu yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali ikiwemo kuwasajili vijana. Tume hiyo imesema waraibu wao walikuwa wakizunguka maeneo mbalimbali katika vyuo vikuu, masoko na vituo vya mabasi na kuandikisha watu ili kushiriki katika ghasia za Oktoba 29. Tume inasema Waarabu hawakukamatwa kwa sababu hawakuwepo wakati wa vurugu.